da Brenda na Watanzania wengine wote. Leo ni siku nyingine tena muhimu sana kwa Watanzania kwa ujumla wetu sote pamoja na nchi yetu. Leo tunakumbuka kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alifariki miaka 26 iliyopita, na hatupo tu kukumbuka hapa kifo chake, lakini pia ni siku muhimu ya kutafakari kwa kina juu ya misingi ya uundwaji wa nchi yetu, msingi wa utengenezwaji wa Tanzania yetu. Mwalimu Nyerere aliwahi kuwa na zimewahi kuwepo nukuu nyingi. Watu wamekuwa nukuu mbalimbali alizokuwa akizisema baba wa taifa wakati huo akiwa hai. Moja kati ya mambo ambayo Mwalimu aliwahi kusema, alisema kwamba tusiposema ukweli hatutapata maendeleo, na tukipuuza kukawa na ukandamizaji wa haki za watu, tutakuwa tunasaliti uhuru, tutakuwa tunasaliti msingi wa uhuru wa nchi yetu. Lakini pia Mwalimu Nyerere alipata kusema, bila uhuru hakuna maendeleo, na bila haki hakuna amani. Hayo ni maneno ambayo Mwalimu Nyerere alipata kuyasema enzi za uhai wake. Sasa tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba ukiona leo kuna mabango kila mahali yanahubiri amani, vyombo vya habari, hizi mainstream media zinahubiri sana kuhusu habari, kuhusu amani, vyombo mbalimbali ambavyo serikali imeamua kuvitumia vinahubiri sana kuhusu jambo la amani. Lakini Mwalimu anasema huwezi ukahubiri amani mahali pasipo na haki. Huwezi ukahubiri amani mahali ambapo hakuna haki. Ndivyo Mwalimu anavyotukumbusha. Maendeleo, msingi wa maendeleo wa nchi yetu utategemea sana uhuru wa watu. Utategemea sana haki za msingi za watu. Huo ndio msingi wa maendeleo wa nchi yetu. Sasa leo tumekutana hapa kidigitali. Tunajadili juu ya kumuenzi baba wa taifa. Kuna maswali tunapaswa kujiuliza. Je, bado tunaishi maono ya Mwalimu? Taifa letu lilijengwa katika msingi wa haki, katika msingi wa uhuru na msingi wa utu. Huo ndio msingi uliolijenga taifa letu. Sasa je, bado tunayaishi hayo maono ya Mwalimu? Lakini pia, je, kama taifa tumeendelea kujenga huo msingi ili kutimiza maono yale ya Mwalimu, ile dira, vision, a dream, ile ndoto ya Mwalimu? Je, tuko kwenye hiyo track, tuko kwenye hiyo njia ya kutimiza yale maono ya namna Mwalimu alivyokuwa akiitazama Tanzania? Tunafanya hayo? Hayo ndo maswali ambayo leo Watanzania tunapaswa kujiuliza wakati tukikumbuka kifo cha Mwalimu
baba yetu mpendwa Julius Kambarage Nyerere. Mwalimu aliishi katika misingi ya haki na utu kwa kila Mtanzania. Mwalimu hakuwahi kujali kabila la mtu, hakujali dini ya mtu, hakujali mtizamo wake wa kisiasa. Haki na usawa vilikuwa ni haki za kikatiba, ni jambo la kikatiba. Watu wote kuwa huru, watu wote kuwa sawa, bila kujali dini zao, imani zao, ama tofauti zao za mitizamo ya kisiasa. Lakini pia Mwalimu aliamini kwamba uongozi ni wito wa utumishi. Uongozi ni wito wa utumishi na wala sio wito wa kutawala. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuwa mtumishi na kuwa mtawala. Mwalimu hakuamini kwamba uongozi ni ule wito wa kutawala. Mwalimu aliamini kwamba uongozi ni wito, wewe ni mtumishi, mtoa huduma kwa wale ambao unawaongoza. Hivyo ndivyo ambavyo Mwalimu alikuwa akiamini. Lakini tofauti imekuwa kubwa sana, imekuwa kubwa. Leo mambo yamebadilika sana. Leo mambo yamebadilika sana. Leo tunasikia habari za watu kutekwa, tunasikia habari za watu kuuawa, tunasikia habari za watu kupotea. Tunaona namna ambavyo watu wanashtakiwa na kufungwa kwa kesi za uongo. Lengo tu ni kulinda madaraka ya watu fulani. Hapo ndipo tulipofika leo. Watu wamekuwa na hofu kubwa ya kuishi katika nchi yao. Familia zimekuwa zina hofu kubwa ya kupoteza ndugu zao kwa sababu tu ya mitizamo tofauti ya kisiasa, namna ambavyo kila mmoja anatazama mambo hayo kisiasa. Sasa hiyo sio Tanzania aliyoipigania Mwalimu Nyerere, sio Tanzania aliyoipigania Mwalimu, wala sio Tanzania aliyoiasisi Mwalimu Nyerere, na sio Tanzania ambayo tunastahili kuishi. Kwa hiyo hatustahili kuishi katika nchi ya aina hiyo, nchi ambayo watu kutekwa ni kawaida, watu kuuawa ni kawaida, watu kupotea ni kawaida. Hatustahili kuishi katika nchi ya aina hiyo. Na niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, leo kama siku muhimu ya kukumbuka kifo cha Mwalimu, tuifanye pia leo kuwa ni siku ya kuanza upya, siku ya wito wa kuirudisha Tanzania kwenye msingi wa utawala wa sheria, uwajibikaji, heshima ya maisha ya watu, ambapo turudishe ule uhuru wa watu badala ya watu kuishi kwa hofu. Tunapaswa kuwa na ujasiri mkubwa wa kuendelea kusema ukweli, ikiwa kama ishara ya uzalendo kwa nchi yetu. Tuseme ukweli ambao lengo lake si kuigawa Tanzania, lengo lake sio kuwagawa Watanzania, lengo ni kuunganisha Watanzania. Na tunapaswa kudemand hiyo haki yetu tunayoitaka, sio kwa sababu tuna hasira na walioko madarakani. Hapana, hatuna hasira na walioko madarakani, bali tunataka haki yetu. Tunataka kila Mtanzania aishi katika usawa, kila Mtanzania aishi apewe apate haki zake. Haki ya kuishi ni haki ya kikatiba. Haki ya kutoa maoni ni haki ya kikatiba, na Watanzania wanapaswa kupata hiyo haki. Na tunapoipigania hiyo haki, si kwa sababu ya chuki ya watu, hatuwachukii walioko madarakani, bali tunafanya kwa uzalendo wa nchi yetu.
tuonyeshe kama Mwalimu alivyoonyesha uzalendo kwa kuipigania nchi hii na kuiondoa mikononi mwa wakoloni. Sisi pia tuonyeshe uzalendo huo kwa kupinga kila aina ya utekaji, mauaji, ubadhilifu wa fedha ambazo ni kodi za umma, uuzwaji wa rasilimali za nchi yetu, madini, bandari, kila aina ya rasilimali tulionayo. Tuwe na uhuru wa kuhoji mambo hayo yote bila hofu ya kifo, bila hofu ya kufungwa kwa kesi za uongo. Na niwakumbushe, Mwalimu Nyerere wakati Abeid Amani Karume akipewa nchi ya Zanzibar, wakati walipofanya mapinduzi Zanzibar mwaka 1964, alimwambia Karume, alisema, Karume, sasa umeingia madarakani, na kwa sababu kuna watu hapo nyuma walikuwa na matishio ya kuuawa na wengine waliondoka kabisa katika nchi wakakimbia nchi yao, Mwalimu alimwambia Karume, alisema, hakikisha utawala wako hautakuwa ni utawala wa kuua watu, hautakuwa ni utawala wa kupoteza maisha ya watu. Karume akamwambia Mwalimu, Mwalimu, hawa watu kuna wengine hawavumiliki, yaani kuna watu huwezi kuwavumilia. Mwalimu akasema, unapaswa kuwa madarakani bila kumwaga damu ya mtu. Usimwage damu ya mtu ukiwa madarakani. Na ni imani yangu kama Mwalimu angekuwa hai leo, kila kiongozi aliyekuwa anaingia madarakani, kila kiongozi anapoingia madarakani, haya maneno Mwalimu angekuwa anayarudia. Umepewa nchi tayari, wewe ndo mtawala wa hii nchi, usimwage damu ya watu, usimwage damu ya watu, usimwage damu ya watu. Mwalimu anaamini, na ndivyo ilivyo kiimani, damu ya mtu asiye na hatia, damu ya raia asiye na hatia, daima italia bila kukauka ardhini mpaka itakapojilipizia kisasi. Haitakauka. Kwa hiyo ardhi inaweza kulaaniwa kwa sababu mtu mmoja kwa tamaa zake aliua watu ili aingie ama abaki madarakani. Na ni wajibu wetu sisi wa Tanzania, ni wajibu wetu kuhakikisha watu hawauawi, raia hawauawi, raia hawatekwi, raia hawapotezwi. Huo ni wajibu wetu sisi kama wananchi wa Tanzania, wazalendo, tunaoipenda nchi yetu, ambao tunapigania haki na usawa wa kila mmoja katika nchi yetu. Kwa hiyo nizungumze, nisitumie muda mwingi sana, lakini kwa kumalizia niseme kwamba kwa sababu ya umuhimu wa siku ya leo, kwa sababu ya umuhimu wa siku ya leo, siku ambayo baba yetu wa taifa alifunga ukurasa wake rasmi, akatangulia mbele za haki, sisi kama Watanzania tuna wajibu wa kubeba jukumu la kuijenga upya nchi yetu. Tunao huo wajibu. Tufanye nini? Tuna wajibu wa kuhakikisha hakuna raia anatekwa, anauawa au anapotezwa kwa sababu tu anadai haki, kwa sababu tu ameamua kusema ukweli. Asiwepo raia wa kutekwa, kuuawa ama kupotezwa kwa sababu tu alikuwa anadai haki. Lakini sisi kama Watanzania, siku hii ya leo katika kumuenzi Mwalimu, tunapaswa kuhakikisha hakuna raia anakamatwa na kufungwa
kwa kesi za uongo, eti kwa sababu alikuwa anadai usawa katika nchi. Na ninyi mnaona kuna kesi inaendelea mahakamani, kesi ya Mheshimiwa Lissu. Amebambikizwa kesi ya uongo ya uhaini ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa, kwa sababu tu alitumia haki yake ya kikatiba kudai haki na usawa kwa kila Mtanzania. Kwa sababu alitumia haki yake ya kikatiba, haki yake ya kikatiba kudai kwa nini watawala wanauza rasilimali zetu hovyo, kwa nini wanagawa bandari, kwa nini wanagawa chuma, kwa nini wanagawa makaa ya mawe, kwa nini wanatumia hovyo kodi za Mtanzania, kwa nini wanadai uchaguzi huru na haki. Hivyo tu ilipelekea watawala wampe kesi mwenyekiti wetu, kesi ya uongo ya uhaini ambayo hukumu yake ni kifo. Sasa sisi ni wajibu wetu kuhakikisha jambo hili halirudii tena na halifanyiki kwa miongoni mwa Watanzania wetu, mwa Watanzania wengine. Kesi ya Mheshimiwa Lissu iwe ni kesi ya mwisho, iwe ni kesi ya kwanza, iwe ni kesi ya mwisho ya watu kusingiziwa na kubambikizwa kesi za uongo kwa sababu tu wameamua kusimama na kuisema iliyo kweli. Lakini pia tuna wajibu leo wa kuhakikisha hakuna Mtanzania ananyamazishwa pale ambapo anahoji matumizi ya kodi anayolipa. Kama kuna Mtanzania anahoji uuzwaji holela, mikataba ya hovyo ya rasilimali za nchi yetu, asiwepo Mtanzania wa kunyamazishwa kwa namna yoyote ile anapokuwa akihoji mambo haya, kwa sababu ni moja kati ya haki tulizonazo ambazo katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetupa. Yale yote ambayo Mwalimu Nyerere aliyapigania yatuongoze, iwe ni dira, itusaidie kutuongoza kuelekea kuipata nchi ya Tanzania ambayo itakuwa na amani, ambayo itakuwa na kweli, ambayo nchi yake itatoa haki kwa wote. Hayo ndiyo mambo ambayo sisi kama Watanzania tuna wajibu kwa hayo. Tusiache kupiga kelele, tusiogope kunyamazishwa. Na mimi niwaombe sana Watanzania, tumebakiza muda kidogo sana. Tumebakiza muda kidogo sana kuirudisha nchi kwenye mikono ya wenye mamlaka ambao ni wananchi. Tumebakiza muda kidogo sana. Ni hatua moja mbele wa Tanzania tukiamua kuchukua. Tutakomesha mauaji, tutakomesha utekaji, tutakomesha upoteaji wa watu, tutakomesha kesi za uongo ambazo zinafunguliwa kwenye mahakama mbalimbali Tanzania ili kuzima sauti za watu ambao wameamua kusema kweli. Tuna siku moja tu ya kubadili mambo hayo yote katika nchi yetu na kila jambo likabaki kuwa ni historia. Maamuzi yako mikononi mwetu na ni wakati sasa wa kuamua kwa usahihi juu ya nchi yetu mama Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asanteni sana. Asante.